Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Kundi la wapiganaji la Hamas la ukanda wa Gaza linamjibu Donald Trump likisema kwamba Gaza si bidhaa ya kupigwa mnada baada ya bwana Trump kutamka kwamba lazima watu wa ukanda wa Gaza waondoke katika eneo hilo ili tu kuwe na namna ya kuweza kuhakikisha Gaza inajengwa. Kiongozi mmoja katika harakati ya wanamapambano wa Palestina Hamas amejibu matamshi ya rais wa Marekani Donald Trump akielezea nia ya Washington ya kuteka ukanda wa Gaza na kugeuza kuwa eneo huru, akisema kwamba Gaza si bidhaa ya kupigwa mnada na kwamba Gaza ina watu wake. Bassem Naim, mjumbe wa ofisi ya kisiasa ya Hamas, ameongeza katika taarifa yake kwamba Gaza ni sehemu isiyoweza kutenganishwa na ardhi ya Palestina na si mali inayoweza kupigwa mnada kwenye soko huru. Amesisitiza kuwa kuruhusiwa kuingia misaada ya kibinadamu huko Gaza ndilo sharti la chini kabisa la mazungumzo na utawala wa Israel ambao umeweka mzingiro mkali katika ukanda wa Gaza tangu mwanzoni mwa mwezi Machi. Mjumbe huyo wa ofisi ya kisiasa ya Hamas amesema kwamba sharti la chini kabisa la kufanya mazungumzo mazuri na ya maana ni kulitaka baraza la mawaziri la Benjamin Netanyahu lifungue vivuko na kuruhusu misaada ya kibinadamu, chakula na dawa kuingia katika ukanda wa Gaza. Akizungumza kwenye mkutano wa kilele wa kibiashara nchini Qatar siku ya Alhamisi, rais wa Marekani Donald Trump alitoa matamshi ya kikatili ya kutaka kuichukua Gaza na kuidhibiti na ageuze ukanda kuwa eneo huru. Lakini Wapalestina wanakataa vikali mpango wowote ambao utapeleka wananchi wa Gaza kuondolewa kwenye eneo hilo au kugeuzwa ukanda huo kuwa miliki ya madola mengine. Wapalestina wanalinganisha njama hizo na jinai za Nakba, yani janga, na kama ya mwaka 1948 wakati mamia na maelfu ya Wapalestina walipohamishwa kwa nguvu katika makazi yao ya jadi katika mashambulizi ya kijinai yaliyopelekea kuundwa dola pandikizi la Israel katika kitovu cha ulimwengu. Hata hivyo, hadi wakati huu bado Israel inaendeleza mashambulizi katika eneo hilo la ukanda wa Gaza na idadi ya vifo inazidi kuongezeka. Hadi sasa zaidi ya watu 250 wameuawa ndani ya masaa 36. Mkurugenzi mkuu wa Wizara ya Afya ametangaza kuwa zaidi ya watu 150 walijeruhiwa na wamehamishiwa katika hospitali ya Al-Adwan na Indonesia. Wizara ya Afya ya Gaza imeeleza kuwa wengi wa majeruhi waliopelekwa hospitalini wamekatika viungo vya miili yao. Taarifa ya wizara hiyo inaeleza kwamba utawala wa Israel unalenga hospitali kwa makusudi na pia jeshi la Israel linaendelea kutumia silaha mpya zilizopigwa marufuku kushambulia vituo vya raia huko katika ukanda wa Gaza. Hospitali ya Al-Adwan iliyopo Tal Az-Zatar kaskazini mwa Gaza imeripoti kupokea watu 5 wakiwemo watoto 3 na 75 ambao wameuawa na wengine 75 wamejeruhiwa katika mashambulizi ya makombora kwenye nyumba ya raia kaskazini mwa ukanda huo wa Gaza. Vilevile ndege za kivita za Israel zimeendelea kushambulia maeneo ya kusini mashariki mwa Deir al-Balah katikati mwa ukanda wa Gaza na kufanya jinai nyingine kubwa. Leo asubuhi jeshi la Israel limeshambulia pia eneo la mashariki mwa Tel Al-Zatar katika kambi ya wakimbizi ya Jabalia kaskazini mwa ukanda huo wa Gaza. Lakini pia siku ya leo asubuhi ndege za kivita za Israel zimeshambulia miji ya Al-Qarar na Khuzar mashariki mwa Khan Yunis kwa mara ya kadhaa. Israel imezidisha jinai zake hizo huku dunia ikiwa katika siku ya kumbukumbu ya Nakba, yani siku ya janga ya tarehe 15 Mei mwaka 1948 ambapo Israel ilifanya jinai za kutisha mno dhidi ya Wapalestina na kuwalazimisha kuhama kwa nguvu makazi yao ya jadi, na baada ya hapo likaundwa dola la Israel katika ardhi zilizoporwa kinyama za Wapalestina. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.